Katika episodi iliyopita tuliweza kumwona mtaalamu Chaun akiwa katika usingizi wa ndoto, na katika ndoto hiyo aliota kana kwamba aliwahi kuwa na mahusiano na mwanamke fulani, ile yule mwanamke aliweza kuuliwa. Na Mwamba akitazama sura ya mwanamke huyo anayemuona katika ndoto, basi inafanana kabisa na bidada Soha. Kwanza kabisa nipende kuomba radhi kwa ukimya wa siku kama 2 hivi. Mashabiki zangu walikuwa wamenimisi kinoma noma, wengi wakiwa wanaulizia DJ ulikupo wapi. Ukweli ni kwamba nilipata changamoto ambayo ilikupo nje ya uwezo wangu, lakini sasa tumerudi na tunasonga mbele kwa kasi ya 5G. Na inaonekana kabisa kwamba Mwamba Chaun alikuwaga ni mpenzi wa huyo bidada Soha, lakini ni kama kuna kitu ambacho kilikatisha hatima yao nzuri sana, na ndio maana mpaka dakika hiyo wameweza kuzaliwa upya ili waje kutimiza hatima yao ya kuwa wapenzi tena. Lakini huwezi kuamini kuwa mtu aliyekuwa amehusika katika mauaji yao hakuwa mwingine bali ni ule Chogang ambaye ni General kwa wakati huu. Na General ndio alikuwa wa kwanza kugundua kwamba huyu bidada ndio yule aliyetokea miaka ya zamani kutokana na vile vialama ambavyo alikuwa akiviona katika shingo. Kwa hiyo hawa waliwahi kufa zamani, ila wamekuja kuzaliwa upya ili waje kutimiza mapenzi yao. Na Mwamba kwa kuwa mwanzoni ndiye alihusika katika kuwatenganisha wawili hawa, sasa ana kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba wakati huu watakwenda kuwa pamoja. Jamaa amejiwekea nadhiri kwamba lazima aje kufanya hivyo. Sasa huku upande wa pili kwa Mwamba Taijang, mtu ambaye ndani yake ana bonge la shetani, siku ya leo akiwa bafuni ndio aliweza kushtuka kwamba kuna taswira ya shetani na huyu shetani yuko ndani yake. Akaanza kuogopa sana, na sababu ya yule shetani aliyekuwa chini kabisa ya vilindi vya bahari kupendezwa sana na huyu Taijang ni kwa sababu Taijang tayari alishaonesha roho mbaya kwa kuweza kumpola mtu ambaye alikuwa ni mlevi vitu vyake. Kwa hiyo nafsi ikatamani kuingia ndani ya mwili wa Taijang, na huyu shetani akaanza kumwambia Taijang kwamba wewe ulikuwa na lengo la kuweza kumpola vitu yule mlevi. Mimi nilikusaidia mpaka kumuua, mpaka ushahidi ukawa umepotea, si ndio? Sasa kuanzia sasa hivi unatakiwa kunisikiza kwa kila kitu. Tukielekea maeneo ya katikati ya mji leo, ndani ya supermarket moja maarufu sana hapa mjini, kuna katoto fulani hivi kalikuwa kamebeba begi la shule na kamelingangania sana. Sasa hawa watu wa hudumu katika hii supermarket wakahisi huyu mtoto huenda atakuwa ameiba vitu, wakawaita polisi. Haraka sana afande Soha akatimba eneo la tukio na akaanza kumuuliza huyu mtoto, ni vitu gani ambavyo mbeba katika begi yako? Lakini baadaye alikuja kugundua kwamba huyu mtoto alikuwa mbeba pedi kama nyingi tu yani. Kumbe bana, huyu mtoto dada yake alikuwa ameshaanza kuingia katika hedhi na akaacha kabisa kuelekea shuleni. Sasa mdogo mtu ndio hivyo akawa anakuja hapa supermarket anaiba hizo pedi na anampelekea dada yake kwa sababu hana pesa za kuweza kununua. Bidada alijisikia uchungu sana, akaingia pale supermarket akanunua pedi za kutosha tu akawa amempakilia bidada, lakini alikuja kugundua kwamba hata katika wallet yake alikuwa hana pesa kabisa. Na kumbuka yote haya yanayoendelea Chogang alikuwa anayashuhudia kwa mbali tu, na Mwamba Isu akaweza kujitokeza. Walipotoka hapo katika eneo hilo la supermarket, moja kwa moja akawa anaelekea nyumbani. Lakini kumbuka kwamba bidada Soha anampendaga sana Isu, huyu mtoto wa mkuu wa kituo cha polisi. Sasa wakiwa wanatembea njiani, kibidada kinatabasamu tu, anapiga story hivi. Mwamba Chogang akitazama maendeleo ya hawa wawili anaona kabisa, Mwamba Chaun sidhani kama atakuwa na chake hapa. Naye kazi yake ni kulipa fadhila kuhakikisha kwamba hawa wawili wanakwenda kuwa pamoja tena. Inakuwaje tena huyu Isu anaingilia kati? Kama kawaida ya boda bana, akataka kumvamia bidada, lakini kwa bahati nzuri Mwamba akaweza kumuokoa bidada. Sasa namna alivyokuwa akimshika ikawasababisha mioyo yao ianze kudunda kwa spidi kidogo. General alikuja akawasimulia mizimu juu ya tukio zima aliloweza kuliona siku ya leo, na akasema washirikiane kuhakikisha Mwamba Chaun anakwenda kudeti na bidada Soha na sio mtu mwingine yoyote yule tofauti. Hasa wakamchukua Mwamba Chaun wakamleta darasani, wakaanza kumfundisha namna gani ya kuhakikisha anamvutia mwanamke. Sasa Mwamba Sangian ndo alikupa mwalimu, akawa anasema ukitazama sura yangu mimi ni kama kikombe cha kahawa, sura ni mbaya sana hii. Kwa hiyo wewe Chaun ukishtuka kwamba labda bidada hawakupendi sura yako, unatakiwa kufanya plastic surgery ili angalau uwe na sura ya kuvutia watu. Mwamba Chaun ikabidi kutoka pale, hawa wanazungumza ujinga gani hawa? Lakini wakati huo General akasema kwamba leo nimeweza kumuona bidada Soha anaongea na yule Isu, mtoto wa mkuu wa kituo cha polisi. Nimeona namna fulani hivi ni kama wanaelekea kupendana, lakini wewe na yule bidada Soha ndo mnapendezana, sio yule Isu. Mwamba akasema mimi sijali bana, sasa mimi ananihusu nini? Kwani mimi bidada Soha ni mpenzi wangu, wawe watembee wasitembee ni juu yao wenyewe. Lakini Mwamba alijifanya kama hajali hivi, kumbe anajali bana. Kesho yake wakiwa wamekutana tena katika patrol za usiku na bidada Soha akaanza kumwambia bidada kwamba kesho nataka bana tuelekee kutazama movie sehemu na kualika tu. Lakini bidada Soha akasema bana, umechelewa kidogo tu, kuna mtu ameniwahi kashanipa appointment nyingine, kwa hiyo nisamee sitokuwepo kwa siku ya kesho, samahani sana. Mwamba ilimtachi kitu yani mpaka kumtima, lakini akazuga kana kwamba anatabasamu tu, yani amepokea jambo hilo kawaida. Mwamba Taijang siku ya leo alikuwa akitembea katika mitaa na alifika katika duka la yule mwanamama Menso ambaye anahusika na malezi ya kituo cha watoto yatima.
akafika pale akamtamani sana kuweza kumuua. Na wakati huu bidada alikuwa anampigia huyu Mensok kutaka kujua mbona siku ya leo hajaonekanika katika patrol, lakini akaambiwa kwamba mwanamama yuko hospitalini, inaonekana kuna shida kidogo. Na walipoweza kufika hospitalini ndio akashangaa kuona kwamba eti Mensok amekutwa amelala tu ndani chini. Mume wake akaja akambeba akamleta hapa hospitalini. Sasa haelewi hata chanzo kwa nini mke wake alikuwa ameanguka chini. Na bidada Soha bila hata kupoteza muda akaelekea katika ule mtaa ambao Mensok anatokea, akakamata wauni kama wote. Sasa huko hospitalini leo kuna kisanga. Malaika mtoa roho amekuja kwa mwanamama Mensok, anataka kuichukua roho yake. Sasa mwamba Chauni, kumbuka na uwezo wa kumuona huyu malaika mtoa roho, akaanza kumwambia wewe huwezi kuchukua roho ya huyu mtu kwa sababu bado anapumua, unataka uchake kuchukua roho yake? Akasema anavizia ndo mida yake, inaonekana kwamba hana muda mrefu huyu. Ni kweli kabisa, mwanamama Mensok akaonekana akiwa anaongea na bishana na malaika mtoa roho akisema kwamba vijana walioweza kukamatwa mtaani kwangu hawahusiki kabisa na mauaji yangu. Mimi kuna mtu aliyeweza kuniua yuko mitaa hii. Na hapo ndio mwamba Chauni akaja kushtuka kwamba tayari mwanamama alishaweza kuuliwa. Hii kitu ilikuwa ni huzuni sana yani. Sasa bidada Soha akawa anauliza ni nani aliyeweza kukua wewe Mensok? Kumbuka kwamba Soha anaongea na huyu Mensok kwa kutumia na mwamba Chauni. Kwa Chauni akiweza kuongea basi ndio anakuwa anaongea na yule mzimu moja kwa moja. Lakini dakika hizo mume mtu naye ndo akawa anaingia pale hospitalini, ana huzuni, analia sana, mke wake ameweza kupoteza maisha. Huwezi kuamini, Mensok akasema mtu aliyeweza kumuua ni mume wake, akamnyoshea mkono kabisa kwamba mume wangu ndiye aliyeweza kuniua. Sasa kama unakumbuka, tuliweza kumuona yule mzimu ambaye ni Taijan akiwa anatembea katika maeneo ya supermarket ambayo mwanamama Mensok ndiko anakofanyia. Sasa huyu mzimu kabla ya kuweza kumuona mwanamama Mensok, kwanza kabisa ulimtazama mume wake, tamaa yake ni ipi? Sasa mwamba Taijan alipomtazama mume wake na mwanamama Mensok aligunduaga kwamba mume wake alikuwa na tamaa kubwa sana ya kupata pesa mingi, na alikuwa na mpango wa kutaka kuweza kuuza nyumba na ili wapate pesa mingi, lakini mke mtu alikuwa anakataa na kusema kwamba isije katokea watoto wangu wakaishi maisha ya bila makadhi. Kwa hiyo sasa Taijan huwa yeye anafanya kazi kutokana na tamaa yako. Yaani unavyokuwa na tamaa fulani ndivyo ambavyo yanaingia kupitia tamaa hiyo na kukufanikishia jambo lako. Basi bana ndo akaivaa nafsi ya huyu mume mtu na kwenda kumuua mke mtu ambaye ni Mensok. Kwa hiyo mwamba analia sana hapo hospitalini, lakini kimoyomoyo ni kwamba anafurahia kwa sababu atakwenda kuuza mali zile kirahisi kabisa, kwa sababu mtu ambaye alikuwa ni kikwazo sasa hivi hayupo. Lakini jambo ambalo hajui ni kwamba mke wake tayari ameeleza ukweli kwamba mume mtu ndiye aliyeweza kumuua. Mpango wa bidada Soha ni kuhakikisha kwamba anakwenda kumtia mikononi mwa polisi mume wa mwanamama Mensok, lakini ushahidi lazima awe nao. Kitu cha kushangaza ni kwamba dhana zilizotumika katika kufanya mauaji zimeweza kukutwa katika genge la wauni tu mitaani. Kwa hiyo ushahidi pekee ambao umebakia lazima wakatumia CCTV kamera ili kuweza kugundua ni nani aliweza kufanya yale mauaji. Ndio mpango ambao upo kwa sasa. Bidada Soha akiwa bize kuendelea kuongea hayo maneno, kumbe malaika mtoa roho yuko hapo kando, anasema nataka niondoke na huyu mwanamama Mensok kwa haraka sana, lakini bwana mwamba Chauni anamzuia malaika, anasema bwana wewe subiria, unatakiwa kusubiria mpaka siku 3 za mazishi yakamilike. Hasa mtu hajazikwa unataka kuondoka naye au nadhani si hatujui utaratibu? Inatakiwa azikwe kule, wewe subiria, kuwa mvumilivu mwanangu, sawa? Lakini Israeli mtoa roho akasema bana, mimi na majukumu mengi, kuna kiporo fulani cha kazi bado sijamalizia, nataka nikamilishe baadhi ya kazi zangu chap ili nikamalizie kazi zangu nyingine. Kwa bana naomba niondoke naye huyu nikamkabidhi kule chap. Lakini mwamba Chauni akasema acha mbwembwe bwana, fuata utaratibu, alafu nimekuandalia chai kule nyumbani na chakula ambacho unakipendaga sana, au sio? Mwamba akafurahi kweli, kumbe binadamu wakarimu bana, nashukuru bana, basi nitahudhuria hicho chakula kwanza, lakini ratiba zangu zinayumba mwanangu, niko nje ya muda. Baadaye kidogo mwamba Chauni kama kawaida akawa anamleta malaika mtoa roho hapa nyumbani. Sasa kumbuka, malaika mtoa roho akiikuta ile mizimu pale nyumbani, kimbembe kitaanzia hapo. Haraka sana ile mizimu ilikimbia kugundua kuna malaika mtoa roho anakuja, kwa sababu huyo akifikaga tu kwenye nyumba akikuta kuna mizimu anatakiwa kuipeleka mbinguni ama jehanamu, hataki kukaa hapa duniani. Hasa kumbe bana, malaika mtoa roho ni rafiki mkubwa sana wa mwamba Choigang yule ambaye ni General. Basi walivyokutana basi walifurahi wakakumbatiana, rafiki yangu upo. Hasa mizimu kule nje iliposikia shangwe na bashasha, si ndio ikaingia ndani kuchungulia kuna nini bana. Walipogundua kwamba kumbe General ni rafiki na malaika mtoa roho, yakaingia pale ndani akatoa heshima kwa malaika mtoa roho. Bana si tuko hapa. Malaika mtoa roho alishangaa sana, wewe ina maana kumbe umeficha mizimu hapa? Unajua mimi muda wote naisakamaga hii kuipeleka mbinguni ama jehanamu unajua. Lakini General akasema ipotezee tu bana, hii ni marafiki zangu, hii naitunza hapa na ile na nisaidia baadhi ya vikaze, hebu achana nayo kwanza. Basi malaika mtoa roho akasema fresh mwanangu, haipingwi, magoli tena wewe mwanangu, tena damu unajua Basi mjadala hapa ndani ukageuka kabisa bana, wakaanza kufanya mission ya kuhakikisha wanakwenda kumkamata huyo mtu aliyehusika katika kumuua mwanamama Mensok. Basi bwana malaika mtoa roho akaahidi kuwapatia ushirikiano mkubwa sana katika kazi ambayo watakwenda kuifanya, lakini akasema kwa muda ambao ataendelea kukaa hapa atahitaji kula vyakula vya gharama kidogo, atahitaji kula pizza,
baga na vyakula vingine vitamu kama vitakavyowepo. Hasa wakati malaika mtoa roho anaendelea kuagiza vyakula, kumbe kitambo kule bana mizimu tayari iko kutafuta matunda, maepo na vitu kama hivyo inamletea pale. Akaanza kuiambia, ina maana nyinyi mmechoka kukaa duniani, ndio vyakula gani mnaniletea hivi? Ndaondoka na nyie sasa hivi hapo. Basi haraka sana mizimu ikaenda kutumia bajeti zao kwenda kununua haraka sana hizo pizza, baga kama hivyo. Mwamba alikula sana siku hiyo. Baada ya kushiba akasema, jamani mimi naondoka, lakini baada ya siku 2 nitarudi pale hospitalini kwenda kumchukua mwanamama Mensoku. Muwe mnakumbuka ahadi zangu Hasa bidada Soha huku ndani ya kituo cha polisi akawa amekaa na Hisu, anaanza kusema kwamba mimi nataka tumuanze kumuhisi huyo mume wa huyo mwanamke na inahisi kwamba huenda anahusika na mauaji yake. Mtu mkuu wa kituo alishangaa sana, ni kwa nini huyu jamaa ahusishwe katika mauaji ikiwa alikuwa hajui chochote kile na wala hakukutwa na viambatanishi wala vidhibiti vyovyote vile. Lakini kwa kuwa bidada Soha ndiye aliweza kutoa hiyo maada, basi Mwamba akawa amekubali tu kishingo upande hivyo hivyo, lakini ili kumtia tu moyo bidada. Kwanza kabisa wakaanza na uchunguzi wa CCTV kamera. Ikawa inaonekana kwamba baada ya tukio kuweza kutokea, mume mtu alikuwa anaonekana anatoka katika ile supermarket ya mke wake, tena akiwa hajabeba kitu chochote mkononi pake. Lakini swali ni moja, kwa nini dhana iliyotumika katika mauaji iliweza kukutwa katika kundi la wauni ambao wanaishi jirani na ule mtaa? Tukutane katika episode inayofuata, itakwenda kutupa majibu zaidi.